Mtu mmoja jana aliniuliza swali ambalo nilibaki na nilisikitika kwanza kwa sababu ni swali ambalo lilikuwa ni very emotional, kwa sababu mtu yule aliuliza kwa uchungu. Na aliuliza akasema, mbona huwa hamniambii kwa nini jino langu likitoboka linauma? Alivyosema vile kiukweli nilijisikia sikujisikia vizuri sana. Sasa nikasema anyway, nilimuelezea, lakini nikasema hili jambo linapaswa lijulikane kwa watu, kwa nini jino likitoboka linauma. Ni kwamba kabla ya jino kutoboka mara nyingi huwa halina maumivu. Na hii tutakubaliana wote, kwa sababu hii inaweza ikawa ni zaidi ya miaka mingi ambayo mtu unaweza ukajikuta tu jino lako limetoboka halafu haliumi. Lakini kitu gani kinachosababisha jino lako liume? Kitu kinachosababisha jino lako liume ni baada ya lile jino kutoboka na kufikia hatua ambapo linakutana au lina uwezo wa kucommunicate ama kuwasiliana na mishipa ya fahamu. Kwa hiyo hapa ndipo jino ambalo linaanza kuuma. Kwa hiyo inakuwa ni stage ambayo unajikuta kwamba jino lako limetoboka, limefikia kiwango ambacho lina uwezo wa kucommunicate na mishipa ya fahamu. Kwa hiyo ubongo unatafsiri kama maumivu. Kwa hiyo unatakiwa ujue hilo. Unapoona kwamba umepata maumivu, jua kwamba tayari jino lako lina communicate na nini na mishipa ya fahamu. Kwa hiyo ubongo wenyewe kutafsiri kwake utatafsiri kama maumivu. Ndio maana jino lako baada ya kuwa limetoboka linauma. Kwa hiyo kama na ulikuwa una swali kama hili, jua hivyo kwamba jino linauma kwa sababu hiyo. Hebu niambie, wewe ulikuwa unajua ni nini ama ni kitu gani kinasababisha sasa jino liume?